Shalom shalom wapendwa, na wasalimu katika jina Yesu Kristo. Katika hii asubuhi ya tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026, nataka tujifunze neno katika kitabu cha Mwanzo 6 ule mstari wa 12. Nasema, Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejaribia njia yake duniani, amejaribia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhulma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Mstari wa 14, ujifanyie safina ya mti wa mvunji, fanya na jumba ndani ya safina, akaifunike ndani ya nje, ndani na nje kwa lami. Mungu alivyoangalia dunia akaiona, akamwambia Nuhu, na tazama kila mwanadamu amejaribia njia yake, Kuna mimi nataka niharibu dunia na kilichopo kwenye dunia. Na kilichopo kwenye dunia taiharibu. Akamwambia Nuhu. Nuhu alikuwa mcha Mungu, na Nuhu kabisa kweli kweli alikuwa anamcha Mungu. Akamwambia, tengenezeni safina nje na nyuma, na ndani ukatengenezemo vyumba, na ndani ukatengeneze lami. Na yake Nuhu alikuwa mcha Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, vivyo kwa kwenye habari za Nuhu zitufundishe, kwa sababu na hii dunia ya leo sio kama takatifu, imefika mwisho ambao wewe mwenyewe unaweza kutafakari ulikozaliwa, kipindi unazaliwa, afu uweke kwenye mzani na leo ilivyo. Mungu akishikwa na hasira, hii dunia inaweza kaiteketeza hata leo. Jiulize, je, Mungu ataniacha duniani? Jiulize, je, Mungu anaweza kaniibia siri, akaniambia tengeneza kitu fulani kinachoweza kuniokoa? Jiulize wewe mwenyewe na moyo wako, wewe mwenyewe roho yako inakwambia uko wapi? Unamtegemea Mungu vipi? Lakini kumbuka kipindi kile dunia Mungu alivyoiteketeza, Nuhu yeye aliokolewa akapona, wengine maji akaua, waliuawa, ila Nuhu akaokolewa kwenye safina yake. Lakini kumbuka,